Lakini mimi naona wengine mlikuwa mkiniona kwa TV, wengine mnaniona kwa radio, kunasikia kwa radio, wengine wananiona kwa mtandao. Lakini leo mmeniona live, si ndio? Kwanza nataka niseme asanteni sana kwa kunipatia nafasi ya kunisikiza mimi. Mimi nataka niseme asante kwa jamii yetu ya Waluhya. Wakati walisikia kwamba nilipigwa kule Nyayo Stadium, walitoka kwa wingi sana. Baadaye wakati kuja tukakuwa na mpira wa Gor Mahia na FC. Na hiyo wakasema mlipiga kijana wetu wakati alikuwa amekuja kuona mpira ya Harambee Stars na Gabon. Mkasema hao watu wa Kora wa ODM ndio walinipiga. Na mkasema ni sawa. Sasa hii tunataka kujitokeleza wote. Na mkajitokeleza wote, wakajaza uwanja wa Nyayo Stadium. Mkasema jaribuni kukuza hiyo kijana, ndio mtajua pia ako na watu na amezaliwa wapi. Hiyo ilionyesha ya kwamba the Western Kenya is ready to unite together. They were only waiting for a voice ya kuongea na umoja ili ya kwamba tuende pamoja. Kwa sababu tunajua tulikuwa na Mheshimiwa Masinde Muliro. Yeye ndiye aliweza kuongea na sauti moja, akaunganisha viongozi na watu wote, wananchi wote wa mkoa wa Magharibi. Kutoka kule Trans Nzoia, kuja hapa Bungoma, kwenda mpaka Vihiga, kwenda mpaka Kakamega. Hiyo ilikuwa ni historia kubwa. Alafu baadaye tukakuwa na kijana wa Malo. Yeye ndiye aliunganisha, akasema na watu wa mkoa, akaongea sauti moja. Na for the last 20 years tujakuwa tukiongea hiyo sauti. Lakini kwa sababu viongozi ambao wako pale hawajakuwa kiunganisha watu wetu, ndio tukakuwa na mheshimiwa ambaye alikuwa anaitwa Elijah Wanameme. Mnakumbuka Elijah Wanameme? Alisema ya kwamba uongozi wa Mluhya siku moja itakuja kutoka huko kwa maji. Lakini nimekuja kufanya utafiti yangu, nikapata ule mtu ni mtapeli mkubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu unaona vitu ambayo ni ya kuleta vitu kwa wananchi wetu. Ataki CDF, anataka CDF iende. Anataka Kera iende. Hii yote anataka iende katika county government. Lakini ukiona yeye mwenyewe aulizi magavana kama anatumia hiyo pesa vizuri. Ndio sasa sisi na amekuwa ukitaka kujua, sisi kama viongozi wetu wa Western tumedharauliwa sana. Tukienda unaona kila wakati wako katika State House kule, wanadanganywa ati ya kwamba wanakuja kufanya mabarabara zetu. Wanadanganywa. Ni kwa sababu wanajua hapa Western sisi ni watu wa kudanganywa na chai, na inaenda hivyo. Lakini wakienda huko Mount Kenya wanafanya venye wanataka. Ndio sasa sisi tumesema for the first time in history, vijana wote wakakuja nyumbani wakaniambia, Peter Salasya, wewe ulichaguliwa kama hauna chochote, na ni kama Mungu anataka kutumia wewe ili ya kwamba uunganishe vijana na tuongee sauti moja. Ndio sasa akaniambia vijana wote wa Busia. Jana juzi tumekuwa kule Kimilili, tumekuwa Chwele, tumekuwa kule Kandui, tumekuwa Bungoma, tumekuwa pale leo, tumekuwa pale Webuye, yote tukiongea na sauti moja. Jana tumekuwa kule Vihiga, Mbale, tulikuwa kule Cheptulu, kote Luanda tukikuwa huko. Hiyo siku nyingine tumekuwa kule Busia, tukakuwa kule Nambale, tukakuwa kule Bumula, Butula na kote. Na message ambayo tunasema ya kwamba vijana tunaachia wamama wetu kazi kubwa sana. Wamama ndio wanapiga kura ya kuelect viongozi wetu. Na unapata mama ndio wanakaa kwa line from asubuhi mpaka jioni. Sisi vijana wengi tutakuwa wanaenda kukunywa changa, umesahau. Ndio sasa tumeanza vuguvugu la kuelimisha vijana wetu washike kura, washike IDs, na wakati IBC inaenda kutengenezwa tukue pale ili ya kwamba to make sure ya kwamba 2027 wakifikiria wanakuja kutupanga, wapate kama sisi tumeshajipanga na tunawaambia mwelekeo ni huu. Hapa Western Kenya ndio mahali utapata vyama zote, takataka yote ya vyama zote ziko hapa. Utapata UDA iko hapa, utapata ODM iko hapa, utapata Ford Kenya iko hapa, ANC iko hapa, yote iko hapa. Ndio unaona we are not united. Na hiyo ndio inafanya sisi ndio tuko the second most populous community in this country. Lakini unapata wanatucount kama sisi kama others.
kwa sababu viongozi wetu wakati wanakuwa elected wanasahau kuenda na agenda ya wananchi ambao waliwapeleka pale, wanaenda na tumbo zao. Hiyo ndio imefanya sisi kama Luhya Nation we have never been united. Ndio sasa tunataka kusema kama vijana, hatutangoja miaka 30 ikuje ndio sasa tuanze kuungana. Na hii safari nataka watu wangu wa Kamkuywa mniunge mkono, niunganishe vijana. Watu wa Kamkuywa mnaniunga mkono, niunganishe vijana. Niunganishe vijana wa Bungoma, niunganishe vijana wa Trans Nzoia, vijana wa Kakamega, vijana wa Vihiga, Busia, ili tuongee sauti moja. Hiyo ndio tunataka. Alafu mwisho tunataka ikifika hiyo wakati, kwa sababu ukiangalia hao viongozi wetu wawili, Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Wetangula, pale wako pale lakini hawana nguvu, wamechaguliwa tu hivi hivi. Mimi nataka 2027 tunakuwa na mwelekeo, tunakuwa ni mmo, na mimi tutakuja kuwatangazia. Nani mniamini? Si tunaweza sukuma? Si tunaweza sukuma? Sasa si mniunge na mniombee Mungu akubali. Mwisho nataka nijibu Mheshimiwa Raila nikiwa hapa, kwa sababu wewe jana juzi wakati uko kwa matanga yako, kwa matanga ya bodyguard wake alisema ati anataka CDF itolewe. Watu wa Kamkuywa mnataka pesa ya CDF itolewe ati iende kwa counties, mnakubali? Mnakubali ati pesa ya kutengeneza barabara ya Kera ati itolewe tena? Kwa sababu unaangalia saa hizi mabarabara zenu saa hii halitengenezwi, kwa sababu waliweka alichochea Council of Governors wakapeleka kesi kotini. Ndio unaona barabara zetu sio zenu hapa peke yenu, hata kwangu, kwa sababu agenda anataka pesa ziingie katika counties ndio apate nafasi ya kukula hizo pesa. Mimi nikiuliza county governments ziko na kazi yenye inafaa ifanye, kama kazi ya kujenga hizi nursery schools, hizi ECD. Lakini kwa miaka 13 years ago county government tengeneza, na tunataka class moja kwa shule, kwa primary moja, ama natanganya. Lakini ukienda kwa primary zingine unapata hata county government asijajenga. Sinasema ukweli, watoto bado wanasomea kwa matope ama kwa kanisa. Ukikuja upande wa county polytechnics ziko under county government. County polytechnics zimeshindwa kumanage, hazipatiani capitation kuambia vijana wetu waende wasome wapate skills. Na yeye anataka secondary schools kuje kwa counties. Anataka health peke yake, imeshinda counties to manage. Hakuna madawa kwa nini? Ndio tunataka tumwambie Raila achana na Wakenya. Mambo yako ya kuingia kwa serikali, uliingia kwa serikali ya Moi, umekuwa kwa serikali ya Kibaki, umekuwa kwa serikali ya Uhuru, umekuwa kwa serikali ya Ruto. Sasa hii unataka tena ati CDF itolewe. Tunasema Raila ashindwe. Tunasema ashindwe. Sasa tunataka kumwambia asikuwa na ngoja watoto wenyewe wakufe ndio aingie kwa serikali. Akuwa anaingia mapema, asiache watoto wenyewe wakufe ati wanaandamana. Hata pia mimi nilifunga sufuria, lakini wale tunasema najiregret, nasema bora nilikuwa nafunga sufuria. Si ndio? Alafu ukiwaambia wanasema ati sisi hatuna heshima na yeye. Si tunasema hiyo hatutaki. So mwisho tunataka niulize, niko na vijana wenzangu ambao tumetembea nao. Mheshimiwa Tariq njoo kidogo, kwa sababu hii ni agenda ambayo tuko nayo kuja kidogo. Weni hapa. Nalo wako wapi? Nalo ita, inja nani? Nalo njoo, inja. Aya, kijana wetu wa hii vuguvugu la Western Region karibu. Aya, bandu Kamkuywa Mulembe. Mulembe te. Muli moyo. Yani baliko. Bali Salasia ino na nuarera. Salasia ino na nuarera. Enyanga ino na nuarera.
sendi seta wele niye warera. Sendi weta wele niye warera. Bwana Yesu asifiwe. Ese wali Gilbert na alwa na meki milili yeyo abundu walitemba temba nekula kendanga sivala sino siye county chefwe cha Western nekuloma kuliko kwenya vijana befwe bechalala kuwamba ne kube sindu silala nyuko siefwe ya Kenya semanya kama kwakakekole na kuli vindu vya Gen Z vijana befwe barwa munju bacha kuchi barabara mala baba paka masasi bafwa kwasiha no ko esende bendiko mwenya msa kuivilile msa kulisindu siya kola kweli none sene khala na para manavo na mheshimiwa wefe ino PK Salasia akenda na wola alikenya arere vijana befu ala oino mbunge wefe kweli luvu kuswata amanyele huloma kweli lakini wana kakendile wefe neno Kenya vijana beche pamoja abaka kosele na mweka hole bulai neyo mwai mubona homle bino mumubonanga mwamusima mumunga kumuhono mulyaendelea kuwa ambasi ya vijana befwe kanjela bozia kacha Kakamega kacha Vihiga kacha bona Bungoma kwa kendele pake Bungoma mwaleyo onaluno kwechileka mkuyero kuendelea hucha mpaka Trans Nzoia ese mbasa basabana befwe kubolele vijana befwe ese umwana umutiti sana kimya kiasara kihola 30 tawe lakini nabone nandi it is very important for us to come together as young people speak with one voice and save our generation bandu befwe mulawa ni mulemane de PK Salasia mulemane naye andi kabisa. Asante. Kamkuyo oye. Mimi naitwa Aldrich Mulati kutoka Kimilili. Sisi kama vijana tumeamka, tunataka tuungane. Mambo ya vijana kutumiwe imeisha. Saizi vijana mshike vipande, wakati wa kuandikisha kura ikifika mjiandikishe. Tunataka tufanye mabadiliko. Vijana mwanie viti ili tulete mabadiliko, si ndio? Mheshimiwa Salasia ni kijana mwenzetu na yeye ametuleta pamoja. Hapa Kamkuyu hataki kuacha nyuma. Tuko na sisi. Tuko pamoja. Asante sana. Kamkuyu ahoye. Esoma sina bana ngona wa bwele mmoja. Bumula constituency, Bumula ward. Manyire Bumula. Na manyire Bumula. Bana numanya burafubo mwana. Nanumanya burafubo mwana. Nona bamai enyose nyimuni musala Peter Salasia. Muri ya musala. Ne bamupa Nairobi muyula kweli. Ne bamupa mwulira. Malanga beguzaho mwana mulu yaita. Nonanga bamweguza abafwese kwalo maguli hakukenda nendo mwami Peter Salasia. Simwabona kukenda. Mala this time mukakola maguli oli hocha kuikuza ku mwana mulu ya omwana Peter Salasia kijana amwale hakukenda huunganisha vijana force Western region. Nakucha kuhandola naye mundu ku mundu. Ita? Akwa kuhirwa kweli. Babu kusukwa iriyaho. Hekutangasa luno mukamukuywa. Kulu mundu hocha kwekuza ku Peter Salasia hekuchakumana naye bulayi sana. Ita? Sasa sisi tunawaomba tutembee pamoja, tuunganishe Western region so that 2027 ifwe zina kuyala kumeza na kuloma kuli kuna chikure namba fulani na ifwe kwa lipa kwenye ita na kucha kulonda kumundu bali akela extension ya balu ya Elinyanza. Achamu serikali kupitia mfuko wa nyuma anafanya negotiation kutumia namba za Waluya engabindu bicha na ila Kisumu. Raila Riswa maneno ya kutumia Waluya una negotiate meza ikifika unapeleka Kisumu tumekataa. Na mwami Peter Salasia amesema hiyo ujinga tumeuacha na Waluya tumeamuka. Sini ukweli? Sitawachosha na maneno mingi, bado tunatembea, tutawasalimia polepole. Asante. Haya. Bandu baka Mkuyo mulembe swa. Ese bananga balomba ngolo kwa masanda bingingana. Abatongareni. Mwana tongareni yose kwa muwenge vijana, hatutapepewa akili na Raila Amolo Odinga, tutapepewa akili na One Kasongo. Tunaamua sisi kama vijana tunafuata Gen Z leader wetu ambaye ni PK Salasia. Mnakubaliana hayo maneno? Kama mnakubaliana mkono juu. Hapo Mungu awabariki.
Mwamirezo avume. Masa angalilo mugeni. Mugeni noni yo patron we fo vijana. Nono kugenda kuimene naye. Vijana no mwamiza banende chikazi tawe. Ono kwenye kuimene nabo mubafande chikazi malaba barikyo. So barikyo man. Aya. Asante. Vandu weka mkuyo mulembe. Mulembe mia. Dehaka chulata na nyengalushe simba ye maine wali Sadamu jue. Sumanyile? Mwanda mjua? Sawa sawa, karibu sana mheshimiwa. Vandu waka mkuyo mulembe. Omanye maini nende kamukuyo selimu kwa nane mde mulongo. Ese ni Sadamu Junior namwe mulamani ya muulanga sungu. Weita? Ese ni sovo ile maini yo tata. Nono babola nandiko. Huunge salasi ya kumukono. Akende nebasoreri. Ahunga nite. Alafu maneno mengine tutapangana baadaye. Sawa sawa? Asantiko. Asante. Bandu weka mkuya mulembe. Mulembe mia. Mulembe swa. Mulimoyo. Mwasangale salasia. Hebu nione ishara ya mikono. Kweli hawa watu salasia wanakupenda. Na sisi kama vijana wapa Kimilili, hapa Bungoma na wa vijana wote tumeamua kauli moja. Tumesema kwamba tunataka tutembee na Salasia atutangulie. Na kwa sababu Salasia huyu ni kiongozi ambaye ni kiongozi wa wananchi. Kuna viongozi ambao watangulia huko mbele, lakini shida yao hawajui wananchi wa chini. Na sisi tukasema kwamba hawa viongozi tutakamata hao, tutapambana na hao, tuhakikisha kwamba mambo yao haitaenda sawa. Sisi tutangulia Salasia mbele, hii Salasia tupatie mwelekeo. Mtaungana na sisi. Kwa sababu ya masaa tunaenda safari nyingine, naleta Salasia mwenyewe akaweza kuwasalimia. Ita. Hebu nione ishara ya mikono jamani, kama unapenda Salasia. Unapenda ndugu yangu. Na ujawaambia unataka nini by the way? Asante. Kwa sababu ya masaa, mimi naitwa Muhwana. Natumai mnanikutana nami kwa mtandao, kwa TV. Mimi nataka kiti ya ubunge ya Kimilili hii. Asante, Mungu awabariki sana. Asante sana. Watu wa Kamkuya Mirembe. Hamjambo. Mimi naitwa Mfalme Tarik nikiwa kiongozi wa vijana kaunti ya Kakamega. Kwanza ningependa kushukuru watu wa Kamkuya kwa sababu Mheshimiwa Salasia nikiwa miaka 6 mimi nililelewa hapa Kamkuya. Nilikuwa naishi hapa Sosio karibu kwa huyu jamaa anaitwa Anthony. Mnajua kwa kina Anthony? Hapo mimi nimekaa pale na nyinyi mlinikuza na mkanijenga na nimekuwa hivi kwa sababu yenu. Mimi nataka mjipigie makofi. Jambo la pili, mimi ningependa kusema ya kwamba nakubaliana na Mheshimiwa Salasia ya kwamba sisi ndio jamii namba 2 kwa wingi wa watu. Lakini ikifika kwa meza ya mgawanyiko ya rasilimali, sisi tunabakia nyuma. Kwa sababu wamechukua viongozi wetu Musalia Mudavadi, wamechukua Moses Wetangula, wamechukua Oparanya, wamechukua kina Atuoli, wameweka kwa kikapu, wameweka kwa box. Sasa hao wanaongea wakisema wamewapatia hao, wanasema ati nyinyi watu wa Kamkuya mmeshiba. Nyinyi mmeshiba? Nyinyi mko na njaa ama mmeshiba? Si watoto wenu mnahitaji school fees? Hata leo nyinyi hamjui mtakula nini jioni? Hata mambo ya lunch nyinyi mlisahau kwa sababu mna pesa? Si namna hiyo? Ndio kwa maana sisi tumesema there comes a time when a puppy sharpens a claws and goes out to hunt for itself, and the puppy has now come out under the leadership of Peter Kelerwa Salasia. Kamkuya oye! Kamkuya oye! Ukishika Rigathi Gachagua umeguza Mrima, si namna hiyo? Ukiguza Kalonzo Musyoka umeguza jamii ya Okamba, si namna hiyo? Ukiguza huyu mtu ndo Raila Amolo Odinga umeguza Wajaluo, si namna hiyo? Ukiguza William Ruto umeguza watu nani? Wakalenjin, si namna hiyo? Na tunataka kuambia ukiguza Peter Salasia umeguza mjana Muluya. Bale. Asanteni sana. Asanteni sana. Mimi tu wakati nilikuwa Bungoma juzi niliwaambia kwamba sisi tunaishi na watu wote.
Tunaishi hapa na Wakikuyu, tunaishi na Wajaluo, tunaishi na Wakamba na kila mtu. Lakini tukiishi hivyo, barabara ikiwa mbaya ni barabara mbaya kwa sisi wote. Tukiwa na hospitali kama una hospitali mzuri ni mbaya, ni sisi sote tunaumia. Na uchumi hadi ikiwa ni mzuri ni sisi wote tutafurahia. And that's why as a region we must speak one language. Wewe as long as uko katikati yetu, let us speak one language so that we can push the agenda ya revolutionize our economy going forward. Otherwise, asanteni sana kwa sababu tuko na safari mrefu ya kwenda kule Trans Nzoia. Mimi nataka ndakuwa nakuja hapa na simamena hapa. DJ niwekeko hiyo song la homo livo le matara tufo